Pamoja na rasilimali nyingi zilizopo hapa nchini za maji, lakini bado inaonekana Tanzania haijafanya vizuri katika uzalishaji wa mazao ya samaki. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi Aprili mwaka huu 2026, ni kwamba uzalishaji wa mazao ya uvuvi ulikuwa ni tani 659,242, wakati mahitaji ni wastani wa samaki tani milioni 1,254,000 kwa mwaka. Hii inaonyesha kwamba takriban nusu ya mahitaji bado imeshindwa kuzalishwa. Ni kutokana na hili, serikali inakuja na mipango mbalimbali ikiwamo swala la utumizi wa ufugaji wa samaki kwa maana ya mtindo wa vizimba, ili kujaribu kutafuta namna nzuri ya kuondokana na hili ambalo linaonekana bado limeshindwa kufikiwa kwa wakati huu. Je, hatua hii ina maana gani katika sekta ya uvuvi? Ndicho ambacho tutakiangalia kwa sehemu kubwa hii leo katika mjadala wetu huu katika kipindi cha Uchanganuzi. Mimi ni Raymond Nyamwihula na nikualike tukujulishe mgeni tulionaye kwa wakati huu kabla ya kuangalia mambo mengine. Mgeni wetu leo hii ni Mashaka Kapagala. Yeye ni mkufunzi ukuzaji viumbe kutoka kampasi ya Mbegani, chuo cha mafunzo ya uvuvi FETA, lakini pia ni mratibu wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT. Anaungana nasi katika studio zetu za Dodoma. Mr. Mashaka, tunashukuru sana kwa kuwa nasi na karibu sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Raymond Nyamwihula. Asante sana Mr. Mashaka. Sasa kabla sija kwako, tuangalie kwa uchache hatua ambazo zinachukuliwa na serikali kama nilivyosema mwanzo, na ni hatua ambazo zinafanywa kupitia maboresho ya marekebisho ya sheria ya uvuvi sura 279 na kanuni za ukuzaji viumbe maji mwaka 2024. Na haya ni mambo muhimu ambayo yanatarajiwa. Kwanza, kuanzishwa kwa mamlaka mpya. Hapa serikali inapendekeza kuanzishwa kwa mamlaka ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji hapa nchini, na taasisi hii itakuwa na jukumu mahususi la kusimamia, kudhibiti na kuendeleza uwekezaji wa vizimba. Lakini pia kuna swala la mfumo wa kidigitali wa vibali. Wafugaji wote wa vizimba na wamiliki wa vitoshelezi vya vifaranga vya samaki lazima wasajiliwe kupitia mfumo huo. Swala lingine ni kwamba mwisho wa usajili huo ni tarehe 31 Agosti mwaka huu, kwa maana mwisho wa mwezi huu, na faini kali zitatolewa kwa ambao wataonekana wanakiuka utaratibu huo. Ulinzi wa wazawa umezingatiwa katika hili, na kwamba sheria hii inasisitiza kulinda haki za wazawa ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kipaumbele cha rasilimali, lakini pia kupata mikopo katika miradi ya kimkakati kama vile kupitia mradi wa BBT katika eneo la ufugaji. Tofauti ya maeneo ya uvuvi itazingatiwa pia kwamba kanuni hizi mpya zinaweka mipaka maalum ya maeneo ya vizimba ili kuzuia migogoro kati ya wavuvi wa asili wa nyavu na wafugaji wa vizimba kwenye maziwa makuu, mathalan Ziwa Victoria, lakini pia eneo la bahari. Sasa katika haya tuanzie hapa, Mr. Mashaka, nini kinaonekana kinapungua katika hatua za awali mpaka kuja kwa utaratibu huu ambao sasa unakuja kutengeneza pengine mwelekeo ambao unaweza ukaleta tija zaidi hapa nchini katika sekta ya uvuvi? Nashukuru sana ndugu Raymond kwa kipindi hiki. Kwanza nianze tu kwa kusema kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali ambazo zinalenga kuboresha maisha ya Watanzania na hasa ya kila mwananchi mmoja mmoja, lakini ikiwa na lengo mahususi la kuboresha moja kwa moja maisha ya Watanzania, lakini pia kuongeza kipato kwa taifa. Tunapokuja na Fisheries Aquaculture Regulations ambazo zinataka sasa kwamba pawe na utaratibu maalumu wa kuregulate taratibu nzima za ufugaji au ukuzaji viumbe maji nchini, tunaweza tukasema kwamba ukuzaji viumbe maji hapo awali haukuchukuliwa kama ni sehemu ambapo inaweza ikakidhi mahitaji, lakini pia ikazalisha kipato kwa jamii, lakini pia ikaongeza tija kwa taifa. Sasa baada ya serikali hasa awamu ya 6 kuweza kuona kwamba kuna umuhimu wa kujaribu kutumia rasilimali tulizonazo, lakini ili tuweze kuzitumia sasa ni vizuri tukaweza kuwa na ule utaratibu wa namna gani tunazitumia. Kwa hiyo ndio chanzo mahususi kwa nini tunaelekea sasa kwenye hizi hatua za serikali kuweka uratibu au mwongozo wa ufugaji viumbe maji.
umejaribu kusema kwamba kumekuwa na migogoro kadha wa kadha kati ya ile ambao wanaolima wanaofuga samaki kwenye vizimba, lakini wakati huo huo pia wale wavuvi au wanatumiaji wa zile rasilimali wengine kama wavuvi, wasafirishaji, imebainika kuwa kuna migogoro kadha wa kadha imekuwa ikijitokeza. Kwa hiyo kuwepo kwa changamoto hii sasa ndo maana serikali pia ikaona kuna sababu ya kuwa coordinate hao kwa pamoja, pakiwa na nia tu moja kwamba tujaribu kutumia rasilimali hizi kuboresha taifa letu, lakini wakati huo huo tukijaribu kutimiza malengo na matakwa ya dira ambao kwa mfano dira ambao tunaanza kutekeleza sasa hivi kwa nia ya kufikia 2050. Kwa hiyo niseme tu kwamba hiyo ndio sababu kubwa kwamba serikali imeona kuna kila sababu ya kujaribu coordinate na kuja na utaratibu mzuri ili kila mmoja aweze kunufaika na keki iliyopo kwenye rasilimali zinazotokana na maji kupitia ufugaji au ukuzaji viumbe maji nchini. Sawa, nashukuru sana kwa utangulizi huu. Awali nimejaribu kupitia baadhi ya mambo muhimu yanaonekana na jitokeza kwenye marekebisho ya sheria. Vipengele hivi ambavyo vimeainishwa, mathalan huu usajili mfumo wa kidigitali wa kupata vibali, lakini kuja kwa mamlaka mpya ambayo pengine taratibu na kuondoa changamoto zinazojitokeza kati ya makundi hayo mawili ya wafugaji wa kisasa na wavuvi wa asili, lakini pia swala la ulinzi wa wazao kwa maana wa Tanzania wenyewe kunufaika na sekta ya uvuvi. Unaona vipengele hivi ni rafiki kwa kiasi gani kwa namna ambavyo vimetengenezwa? Naweza kusema kwamba urafiki wake ni mkubwa kwa sababu ni kwamba Wizara ya Mifugo na Uvuvi imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kujaribu kukusanya maoni kutoka kwa wadau, kuweza kuona ni namna gani tukaweza kutumia hizi rasilimali. Kwa hiyo niseme kwamba kuna kila sababu ya wizara kuendelea kufanya hivyo, lakini manufaa makubwa yaliyopo kwenye hiki kipengele ni kwamba, kwa mfano tuchukulie tu kwamba mwanzoni ilikuwa kila mtu anaweza, kwa mfano upande wa ukuzaji viumbe maji, mtu alikuwa na uwezo wa kwenda kuchukua kwenye hatchery hata nje ya nchi na kuziingiza ndani, ili mradi tu kwamba amepata anataka kufuga hao samaki, bila kujua ubora wa hao samaki, bila kujua madhara ambayo wanaweza kuyaweka kwenye mazingira, bila kujua kuwa kwamba kuna uwezekano hata Watanzania wenyewe wakaweza kuzalisha na mwisho wa siku wakaweza kupata kipato kupitia uzalishaji kwa mfano wa vifaranga. Kwa hiyo niseme kwamba kuwepo kwa hizi sheria au hivi vipengele kwenye kuanzisha hiyo mamlaka, lakini kwenye hii sheria mpya ambayo tunayotekeleza ya Fisheries Aquaculture Regulations ya mwaka 2024 zinatoa mwelekeo mmoja wa kwamba zinarahisisha sasa, kwamba zinatoa nafasi nzuri zaidi kwa watu waliopo Tanzania kuweza kuwekeza ndani ya utaratibu, kwamba tayari tutaweza kuregulate yale mazao yanayozalishwa ili yaweze kukizi viwango vya kitaifa na kimataifa, na ili mradi ni kwamba tuweze kushindana kwenye soko la dunia. Kwa hiyo huo ni sehemu ambapo tunaweza kuona namna gani tunaweza kuboresha, na mwisho wa siku kila mmoja aweze kunufaika, lakini taifa kama taifa pia liweze kunufaika. Ukija kuanzishwa kwa mamlaka, uwepo wa mamlaka, tukubaliane kwamba Tanzania au nchi yetu ina resources nyingi ambazo zinahitaji kuwa coordinated. Kwa hiyo tukiziunganisha shughuli zote za uzalishaji kwa kutumia rasilimali maji au vyanzo vya maji tulivyonavyo nchini, tutakuwa na mamlaka ambayo itahakikisha kwamba tunasonga mbele tukiwa kwa pamoja, na itakuwa na mamlaka mbalimbali ya kuhakikisha na waelimisha wananchi, lakini wakati huo huo inahamasisha uzalishaji, na wakati huo huo pia inahamasisha au kuwatafutia na kucoordinate masoko, na mwisho wa siku kuweza kuhakikisha tunapata ajira za kutosha, tunaongeza uzalishaji, na mwisho wa siku tunaweza kuchangia kwa asilimia kubwa kwa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba vipengele vilivyopo ni muhimu zaidi kuweza kuboresha, lakini pia vinatekelezeka na wananchi wawe tu tayari kuanza kutekeleza na kutumia rasilimali zilizopo kwa kufuata utaratibu utakaokuwa umewekwa na serikali.
Sawa sawa. Tumeangalia baadhi ya vipengele ambavyo vinajitokeza kwenye marekebisho. Kwa sasa, kwa faida ya mtazamaji, tuangalie mwongozo ambao unaguswa kwenye marekebisho haya ya kupitia utaratibu wa marekebisho ya kisheria, na mwongozo huu unatengeneza hatua za kufuata kwa mfugaji wa vizimba, na hapa tunaambiwa kwamba ili kuendana na sheria mpya kuepuka fine, kuna maelekezo ambayo yanatolewa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili yafuatwe. Kwanza, kutafuta eneo sahihi. Hapa muhusika kwa maana mfugaji wa vizimba anatakiwa hakikishe eneo lilotengwa linakubalika kisheria na halizuii njia za meli au shughuli za kijamii. Lakini katika utaratibu wa kupata vifaranga bora, mfugaji anaambiwa kwamba anunue vifaranga kutoka kwenye vitoteleshi vilivyosajiliwa na vyenye vyeti vya ubora. Lakini pia kuna swala la kusajili mradi. Hapa kuna maombi ambayo yatakuwa yanatumwa kwa leseni na kuzingatia viwango vya mazingira. Lakini sasa kuna tofauti ya mfumo wa zamani na mfumo mpya huu ambao unatarajiwa sasa kuleta utaratibu huu na mwongozo sahihi kwa wahusika. Kwanza, kwenye mfumo wa zamani, kwa maana ya sheria ya mwaka 2003, kanuni za mwaka 2024 na maboresho ya sasa, tunaona kwamba mfumo wa zamani ulilenga zaidi uvuvi wa nyavu na kuzuia uvuvi haramu, lakini sasa imeongeza nguvu kubwa kwenye ukuzaji viumbe maji kwa maana ya vizimba na mabwawa. Lakini pia eneo lingine ni katika usajili, ni kwamba taratibu za karatasi zilichukua muda mrefu, ikizingatiwa kwamba tofauti na mfumo wa kidigitali ambao sasa unaweka uwazi na unafanyika kwa haraka. Lakini katika ulinzi wa mitaji tunaambiwa kwamba mwanzoni hakukuwa na mifumo thabiti ya mikopo ya vikundi, lakini sasa uwekezaji mkubwa wa serikali kama mradi wa BBT unawezesha vijana kupata mitaji. Mashaka, katika utaratibu huu ambao tunaona kwa maana huu mwongozo, kuna hili swala la muhusika kwa maana ya anayekwenda kufanya ufugaji atafute eneo ambalo litakubalika. Najaribu kuangalia mfano wa migogoro ambayo imekuwa inajitokeza kati ya wafugaji na wakulima. Unakuta wakati mwingine akitengwa maeneo, mfugaji anaweza kaamika kwamba huku mnaponipeleka mimi malisho si mazuri. Sasa katika utaratibu huu wa vizimba, haitatokea kwamba mtu anayechukua eneo la kizimba akasema atachagua eneo hili ambalo litakubalika, lakini wale wafugaji wavuvi wa asili wakasema hapana, huko alipochukua huyu ndio kuna samaki wengi zaidi kuliko ambao tunaenda sisi. Asante sana ndugu mtangazaji. Labda niseme tu kuwa kwamba kwanza maeneo yote ni kwamba yameshakuwa tunasema yamebainishwa na serikali. Na serikali imeshafanya utaratibu wa kuweza kuyajua maeneo yako wapi kwa kutumia taasisi yake ya utafiti kwa maana ya TAFIRI, lakini pia kwa kushirikiana na Baraza la Mazingira NEMC. Lakini haya yote yamekuwa coordinated na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa maana ya ile idara ya ukuzaji viumbe maji. Kwa hiyo tuseme kwamba hakuna mfugaji ambaye anaweza akatoka akasema mimi nataka niweke hapa kizimba changu. Akitoka ukiangalia kwenye hizi kanuni zilizopo kwenye za mwaka 2024 zimetoa utaratibu ambapo mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji kwa maana director ataweza kusema kwamba sehemu fulani panafaa kufuga samaki, na hayo maeneo tayari yameshafanywa utafiti na kubainika na yapo kwenye database ya wizara. Kwa hiyo ni swala tu la kuweza kufika kwamba nataka nikafuge mahali fulani. Kwa hiyo hatutegemei kabisa kama kutakuwa kuna mgongano. Nitolee mfano, mimi ni mratibu wa programu ya BBT uvuvi kwa maana kutokea FETA. Ni kwamba tuna vijana ambao tunatarajia kuwa na vijana 252 kwa awamu ya kwanza, na kwa sasa awamu hii ya kwanza tuna vijana 168 wanaotekeleza mradi. Haya maeneo yote tunaenda kuwapatia, wizara inasema kwamba tuna eneo sehemu fulani, tuna eneo sehemu fulani. Sisi ambapo FETA kwa kushirikiana na wizara tunafika, tukishaona yale maeneo yanafaa, tunaendelea na kujiridhisha, tunaweka vijana, na hayo yameonekana hayana migogoro. Ingawa wapo wavuvi ambao bado hawajaweza kuridhika na hali halisi ya kwamba sasa maeneo yetu ya uvuvi yanaenda kuchukuliwa na ufugaji wa samaki kwenye vizimba, lakini nitoe wito kwamba bahati nzuri zaidi pia imebainika kwamba maeneo wanapoweka vizimba ndipo samaki wengi wanapokimbilia. Kuna vyakula vinavyodondoka chini, lakini hakuna disturbance ya wavuvi maeneo yale. Kwa hiyo hatutegemei kuwa kuna mgogoro. Ni swala tu la serikali kuendelea kuwaelimisha zaidi ili waweze kuona umuhimu wa kufuga kwenye vizimba,
na wameshaanza kuona faida zilizopo kwamba wao wanapata samaki, lakini wakati huo huo wanavuna pia samaki wengi kupitia maeneo yaliyopo karibu na maeneo ya vizimba. Tukija kwenye swala la mfumo wa zamani na mfumo wa sasa ni mzuri zaidi, kwa sababu ni kwamba hata wewe ulioko Dar es Salaam leo hii na mimi niko Dodoma, tunaweza tusionane, lakini najua karatasi yangu au fomu yangu ipo kwako. Mtu aliyopo leo Manyara anaweza kuomba kibali cha kufuga samaki na akapata kibali ndani ya muda mfupi, na kwa sababu kwa mfumo huu ambao uliowekwa, ukiangalia kule chini, kwa mfano ukisoma ile regulation, utaweza kuona ule utaratibu ni mwepesi na ni rahisi zaidi kuliko wa zamani. Unasafiri mpaka mtu unamfahamu, lakini kwa sasa hahitaji kumfahamu. Mfumo haumfahamu mtu, unafahamu utaratibu na nyaraka zilizopo mahali pale. Kwa hiyo niseme tu kwamba utaratibu uliopo ni mzuri, uliowekwa wa sasa, ukilinganisha na utaratibu wa zamani ambao mpaka utembee na karatasi nani akusainie. Lakini sasa hivi vyote hivi viko coordinated. Nia ni moja tu, ni kuhakikisha kwamba watu wanapata haki zao kwa wakati, lakini pia wanaweza kutumia fursa zao kwa wakati mmoja pasipokuwa na bughudha yoyote. Mashaka ya wengine ambayo yamejitokeza katika baadhi ya mijadala ni kwamba utaratibu wa vizimba una mipaka yake, kwamba wale wa samaki wanaokwepo wanakuwa wanatoka hapa naenda upande huu kwa sababu wanakuwa wamezungushiwa. Wengine wanasema kwamba hii haiwezi ikaharibu ekolojia ya ukuaji wa samaki katika mazingira ya kawaida ambao walikuwa wanaweza wakatoka wakaenda maeneo mengine ambayo wanaweza kufika. Wataalamu mnasemaje juu ya hili? Hayo yapo, lakini ukiangalia kwenye hii sheria ya 2024 kwa maana ya regulation ya Fisheries and Aquaculture 2024 imetoa mwongozo kwamba tunatamani kuona samaki, kwa mfano ni sato wa Ziwa Victoria, afugwe samaki kwenye ziwa hilo hilo. Kwa hiyo hawa ambao exotic au wanaotoka sehemu nyingine wanao imported hawaruhusiwi kwenda kwenye eneo hilo au kwenye ziwa tofauti na hilo. Kwa hiyo tunahamasisha zaidi, na serikali inahamasisha zaidi kwamba walio native kwenye eneo hilo au kwenye ziwa hilo ndio watumike wale kutumia kuwafuga. Kwa hiyo tunaamini kwamba hapata kuwa na shida, ingawa zimekuwepo hizo rumors za kusema kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna pakawa na changamoto ya namna hiyo. Ni swala linalohitaji utafiti zaidi, lakini watafiti wameshafanya, na ndio maana unaona tunazidi serikali kuhamasisha kwamba sasa hatua inayofuata ni kuwekeza zaidi kwenye ufugaji wa samaki, kwa sababu unaofuga unawafahamu na mategemeo unakuwa unajua, tofauti na uvuvi kwamba unategemea kwenda kukamata huko. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba kuna kila sababu ya kuendelea kufuga samaki, kwa sababu haya maneno hayawezi kuacha kuwepo, kwa sababu kila mmoja anapokuwa anasema inawezekana na sababu zake za msingi, lakini watafiti na serikali imeshafanya utaratibu na kubaini na hata kutoa maelekezo kama nilivyosema kwamba kama unataka kuwekeza samaki, kufuga samaki kwa njia ya vizimba ziwa Tanganyika, basi uweke samaki wanaoshabihiana au wanaopatikana pia ziwa Tanganyika ili uweze kulinda ekolojia ya eneo husika. Kwenye maelezo ya awali, Mashaka, ulizungumza namna ambavyo kuna zile takwimu ambazo pia nilizigusa. Inaonekana uzalishaji bado hautoshelezi kulingana na mahitaji yaliyopo, na kwa sababu ya ufugaji wa kisasa unaonekana unaweza kawa ni tiba. Itatuchukua muda gani baada ya kutumia utaratibu huu wa ufugaji kuelekea katika kufikia kile kinachotarajiwa kwamba kutoka tani 600,000 na mpaka kufikia milioni 1 na ambazo zinahitajika kwa mwaka? Niseme tu kwamba hakika serikali ina dhamira dhati. Kama uliweza kupitia ripoti au hotuba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Dr. Balozi Bashiru Ali wakati anawasilisha pale bungeni, utaweza kuona kwamba tumetoka, speed tunayoenda nayo ni kubwa, kwamba ukiangalia bajeti ya 24-25 kwa mfano tulikuwa na vizimba takriban 1600, lakini mpaka kufikia mwezi Aprili 2026 tulikuwa na vizimba takriban 3300 kwa nchi nzima. Kwa hiyo kwa spidi hii ni karibia ongezeko la 60% na kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sidhani kama tunaweza tukachukua zaidi ya miaka 5 kwenda kuziba gap lililopo la takriban tani 500,000 za samaki zinazohitajika kwa upungufu nao ambao uliopo kwa sasa. Kwa hiyo niseme kwamba ukiangalia vile vile tunaona kasi. Kwa mfano ukiangalia bajeti ya 24-25 tulikuwa na takribani vifaranga 100,000 milioni, vilikuwa inahitajika milioni 123.
lakini kwa sasa uzalishaji mpaka kufikia mwezi Aprili 26 vilikuwa takribani unazungumzia milioni 200 kama na mbili hivi elfu. Kwa hiyo tunaona kabisa ongezeko limekuwa ni kubwa. Hivyo hivyo ukija kwenye mabwawa ya samaki, kutoka mabwawa mpaka kufikia mwezi Aprili tuna mabwawa almost takribani 36,000, bado matenki na vinginevyo. Kwa hiyo tukiona kwamba kama mwaka tunaongezeka karibia nusu au zaidi ya nusu, sidhani kama tunaweza tukaenda zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo nafikiri ndani ya miaka michache ijayo tutaweza kufikia kwamba gap la hili lililopo la sasa hivi la takriban 500,000 na kidogo litaweza kuwa aidha limepungua zaidi au limeondoshwa kabisa, na ikizingatiwa kuwa kwamba serikali ya awamu ya 6 na hata hii kwa maana kwamba inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu na kwa chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi inayoongozwa na Balozi Dr. Bashiru Ali, tuna imani kabisa kwamba anasisitiza zaidi tuongeze nguvu kwenye ufugaji wa samaki, ambayo ndiyo njia pekee inayowezesha. Na mfano mzuri unajionyesha, kwa mfano kama sasa hivi tuna vijana 168 wanaotekeleza kule walioko ziwani, wanaotekeleza, sio tunaopanga kutekeleza. Na ndani ya mwezi huu, yawezekana ndani ya mwezi huu wa 8 wengine wataongezeka 85 kwenda kufikia vijana 256. Sasa na kwenye bajeti ya sasa hivi ya 26-27 pia serikali imetenga kwenye mradi wa BBT almost karibia bilioni 9.8. Kwa hiyo haya yote ni mapinduzi ambayo yamewekwa na serikali, na tunaona jitihada na mipango madhubuti ya kwenda kutekeleza kuondoa lile gap, na si tu kuondoa gap lakini pia kuongeza ajira, na si kuongeza tu ajira lakini pia kuongeza chakula cha kutosha, na mwisho wa siku tuendelee kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kupata protini ya kutosha, watu wanapata ajira, tunatumia fursa zilizopo, tunaboresha nchi yetu, maendeleo yanasonga mbele. Kwa mtu ambaye ni mwenyeji wa Mwanza au amefika Mwanza, kuna ile picha katikati ya jiji pale ya yule sangara mkubwa, na simulizi zinaonyesha kwamba walikuwepo zaidi hata ya wale, hata kwenye miaka yenu kwamba walikuwepo wakubwa hata zaidi ya wale, ila wanaenda wanapungua, na tunaambiwa hasa shida ni uvuvi haramu. Wakati fulani tukashuhudia mpaka waziri mmoja alifikia tu akawa anapita sehemu anapima wale samaki urefu wa Kwarura ili kuonyesha ni kwa namna gani uvuvi haramu bado ni shida. Tumekwama wapi hapa katikati mpaka inaonekana swala la uvuvi haramu linatusumbua mpaka leo, na leo tunaona sasa vizimba vinaweza kawa ni suluhu? Kama ambavyo hao niliosema kwamba hakuna ambako tumekwama. Changamoto iliyokuwa ipo ni kwamba mwanzoni tulikuwa tunaamini kwamba uvuvi tu wa kuvua kwenye vyanzo asilia ndio unaoweza ukasustain au ukatosheleza idadi ya watu iliyopo, lakini idadi ya watu imekuwa ikiongezeka. Pamekuwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, pamekuwa pamoja na huo uvuvi haramu. Haya yote kwa ujumla wake tuseme kwamba yametukimbiza haraka, tukajikuta kwamba tayari uzalishaji wa hawa satu umepungua, na mwisho wa siku sasa, kwa sababu tayari serikali imeshalibaini, ndio tumekuja sasa na hizi hatua kwamba tukiachana tu hata na mradi wa BBT, zipo programu mbalimbali za kuwezesha vijana kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Na mimi niseme kwamba kama ambavyo nilivyosema awali kwamba kuna kila sababu sasa ya wananchi kuwa tu na ile elimu ya namna kwanza ya kutunza kilichopo, kwa maana ya kwamba kuacha kabisa uvuvi haramu, lakini pia wavue kwa kufuata taratibu na misingi inayoelekezwa na maafisa uvuvi, na kwa kufuata miongozo na kanuni na sheria za nchi zilizopo. Lakini tuungane na jitihada za Dr. Bashiru Ali, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, lakini pia na awamu ya 6 ya serikali ya Tanzania, kwa maana ya kwamba tuwekeze hizi nguvu za pamoja kufuga samaki, ili kusudi ile picha iliyopo pale Ziwa Victoria, iliyopo pale Mwanza, inayowasilisha kwamba sasa tuna samaki wa namna hii, tuendelee kuona hao samaki mtaani na si kuiona tu picha iliyoko pale. Na mimi nina imani kwamba kwa awamu hii tulionayo tunaendelea vizuri.
Mashaka, mimi niseme ni kushukuru. Natamani tuendelee kujadiliana, lakini naona muda wetu pia si rafiki, unatutupa mkono. Mambo mengi muhimu kuhusiana na maboresho na mabadiliko haya ya sheria tumeyapata vyema kutoka kwako, na bila shaka mtaendelea kutoa mengine ya msingi, kwa sababu Waziri Bashiru amesema bado anaendelea kuchukua maoni kabla mwongozo wenyewe kutoka kati ya mwezi ujao, kwa maana ya Septemba ama Oktoba. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Nashukuru sana. Asante. Huyo ni Mashaka Kapagala, yeye ni mkufunzi ukuzaji viumbe, anatoka campus ya Mbegani, chuo cha mafunzo ya uvuvi FETA, lakini pia ni mratibu wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa maana ya BBT. Mimi ni Remo Nyamwihula, asante sana kwa kuwa nasi. Tumeangalia utaratibu ambao unasubiri hivi sasa, mwongozo mpya wa uvuvi ambao matarajio ni kuboresha sekta ya uvuvi hapa nchini. Ni swala la kusubiri na kuona yale yanayosemwa yatatekelezwa na kuwa na tija kwa kiasi gani. Tukutane wakati mwingine katika vipindi mbalimbali vya hapa UTV.